Mungu ni mkuu sana. Uweza wake ni mkuu kuliko vyote. Aliumba mbingu na nchi na vyote ndani yao. Tukiangalia kila kitu Mungu alichofanya, inashangaza. Kila kitu Mungu alichoumba kilikuwa chema, chaonyesha ukuu na wema na uweza wake. Mungu aliumba mimea na wanyama, kisha akamfanya mtu kutoka udongo. Alimpulizia puani pumzi yake na kumpa uhai. Mtu huyo wa kwanza aliitwa Adamu. Kisha Mungu alichukua ubavu mmoja wa Adamu, na kutoka huo akaumba mwanamke kuwa mke na mwenzi wake. Aliitwa Hawa. Mungu aliumba mwanaume na mwanamke na baadhi ya sifa zake ili waweze kufurahia uhusiano wa karibu naye. Waliishi kwa furaha katika uwepo wake katika bustani nzuri iliyoitwa Eden. Mungu alimwambia Adamu, unaweza kula matunda yoyote ya miti katika bustani kasoro mmoja. Ikiwa utakula tunda kutoka mti huo utakufa. Siku moja Shetani alimjaribu Hawa kula tunda lile. Alichukua lile tunda kala sehemu na pia mumewe akala. Walifanya hivi kwa sababu walimwamini Shetani kuliko Mungu. Hapo hapo uhusiano wao na Mungu ulivunjika. Sababu Mungu ni mtakatifu na wenye dhambi hawawezi kuishi alipo. Hivyo Mungu alimfukuza Adamu na Hawa kutoka bustani ya Eden. Waliteseka kwa aibu hii kwa sababu hawakumtii Mungu. Matokeo yake kwa Adamu na Hawa na uzao wao wote ni mateso na kifo. Lakini Mungu ni wa rehema nyingi. Aliendelea kuwapenda sana wanadamu. Alikuwa ameandaa njia ya wao kurudi na kuishi katika ushirika naye tena. Katika maandiko Mungu anaonyesha mpango wake wa kuokoa wanadamu kutoka adhabu waliostahili kwa kuondoa dhambi yao na aibu. Mungu alionyesha sehemu ya mpango huu kwa Abraham. Abraham alimtegemea Mungu na kumheshimu. Mungu alimwahidi kumbariki na kubariki watu wa mataifa yote kupitia yeye. Alimwahidi kumpa uzao mwingi kama mchanga wa bahari na nyota za angani. Abraham alimwamini Mungu. Mungu akamhesabia kuwa ni mwenye haki sababu ya imani hiyo. Siku moja Mungu alimjaribu Abraham kuona kama angeweza kumtegemea na kutii amri zake. Alimwambia kumchukua mtoto wake na kumtoa sadaka. Abraham alijua kwamba ilikuwa kupitia mtoto huyo mmoja Mungu alimwahidi kumpa uzao mwingi. Bado alimtegemea Mungu na kumtii. Kwa hiyo alijiandaa kumua mtoto wake kuwa sadaka kwa Mungu. Abraham aliinua kisu chake. Lakini Mungu alisema, usimdhuru mtoto. Najua kwamba unamcha Mungu na uko tayari kunitii. Kisha Abraham aliona kondoo karibu, amejishika pembe zake katika kichaka. Abraham alimchukua kondoo na kumtoa sadaka kwa Mungu badala ya mtoto wake. Wakati Mungu alitoa kondoo kama sadaka ili kufa badala ya mtoto wa Abraham, alimuonyesha upendo wake mkuu kwa watu. Upendo wake ni kama upendo alionao baba kwa mtoto wake. Kupitia tukio hili, Mungu alionyesha kwamba alipanga kutoa sadaka ili kufa badala ya wanadamu. Hapo zamani, Mungu alionyesha kwa manabii kwamba angemtuma mtu asiye na dhambi ili afe badala ya uzao wa Adamu na kuiondoa dhambi na aibu yao. Kwa sadaka yake kuu,
angefungua njia kwa wale ambao wanamwamini na waishi katika ushirika na Mungu katika ufalme wa Mungu. Manabii walimwita mtu huyu Masihi. Walisema kwamba Mungu angemtuma Masihi kuokoa watu na kuwatawala milele katika jina la Mungu. Mamia ya miaka kabla hajaja, manabii walisema kuhusu mambo ambayo Masihi angefanya na mambo ambayo yangelimtokea. Nabii Daudi alisema kwamba Mungu angemwelezea Masihi, wewe ni mwanangu. Manabii walitumia jina la mwana wa Mungu kuelezea uhusiano wa karibu na Mungu na wajibu wake kama mwokozi na mfalme wa watu wote ulimwenguni. Nabii Isaya alisema, bikira atapata mimba na kuzaa mtoto. Mtoto wake ataitwa Immanuel, maana yake Mungu pamoja nasi. Manabii waliandika kwamba Masihi angezaliwa Bethlehem na kwamba angeingia Yerusalemu kama mfalme wao juu ya punda. Pia waliandika kwamba rafiki wa karibu angemsaliti kwa vipande 30 vya fedha. Manabii walisema kwamba Masihi angetoa maisha yake, lakini Mungu angemfufua kutoka kwa wafu. Manabii pia walisema Masihi angekuja kama mwanadamu katika mawingu na kwamba Mungu angempa mamlaka juu ya mataifa yote milele. Miaka 2000 iliyopita mtu mmoja aliishi ulimwenguni. Jina lake aliitwa Yesu. Je, maisha ya Yesu yalitimiza kile manabii walisema kuhusu Masihi? Filamu hii yaonyesha Yesu ni nani na baadhi ya mambo aliyosema na kufanya kama alivyoandikwa katika maandiko. Katika filamu hii kuna mwigizaji wa nafasi ya Yesu. Hakuna mtu yeyote anayestahili kufanya hivi, lakini filamu hii imetengenezwa ili watu waweze kujua na kujifunza kuhusu maisha ya Yesu na kupokea baraka ambazo Mungu ameahidi.